Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum mtazamaji mahali popote ulipo, ni siku nyingine tena. Kama ujuavyo, jina langu ni Salma binti Athmani. Bila kusahau, kama huja subscribe kwenye YouTube channel yangu, na kuomba na nakusihi uweze kufanya hivyo mara moja, ili wa kwanza kabisa kupata video punde tu nitakapo upload hapa. Siku ya leo niko na taarifa ya tanzia, kisa cha kusikitisha ambapo mwanamume mmoja ameweza kufariki dunia muda mchache tu baada ya majibu ya DNA kuweza kutoka na kujua ya kwamba watoto wanne ambao amezaa na mke wake walioishi kwa miaka 9 wote sio wake. Mwanamume huyu ameweza kufariki tu ghafla, manake waliweza kuamua ama waliweza kuelewana yeye na mke wake ambaye wamekaa kwenye ndoa miaka 9 ya kwamba waweze kufanya DNA kuhusiana na watoto wao wanne. Lakini baada ya majibu ya DNA hiyo kutoka, ilibainika ya kwamba wale watoto wote wanne sio wa yule baba, sio wake yule mwanamume aliyefariki. Kwa hivyo mwanamume yule, kulingana na taarifa kutoka kwa rafiki yake, ni kwamba alisikitika sana na taarifa ile ilimuuma. Matokeo yale ama majibu yale yaliweza kumuuma, kwa sababu alipigia simu rafiki yake akilia kama mtoto na kumweleza ya kwamba amegundua kuwa watoto wanne ambao ameishi akijua ni watoto wake basi hawakuwa wake, kulingana na majibu ya DNA yaliyokuwa yamefanywa muda mchache wakati huo. Na hapo basi ikamlazima ama ikampelekea mwanamume huyo kuweza kufariki dunia. Wanawake na wasalimia jamani. Najua kuna msemo mmoja huo unasema ya kwamba anayejua baba ya watoto siku zote ni mama. Yaani mama ndio ambaye anajua baba ya watoto anaowalea. Swali limeulizwa katika comments wakati nikisoma taarifa hii. Moja ameuliza ya kwamba hivi wewe mama ambaye uko kwa ndoa, ambaye uko na watoto katika hiyo ndoa ambayo imedumu miaka 2, 3, 4, hata hiyo 9 kama ya huyu, hao watoto ni wa huyo mume unaishi naye ama sio wake? Alafu mimi nauliza wanawake jamani, wanawake na wasalimia, alafu nawauliza, hivi ni sawa kweli unaishi na mwanamume mwingine lakini watoto unazaa na mwanamume mwingine, lakini sote tunajua umeolewa na fulani? Kwa bahati mbaya ama nzuri, DNA ifanywe kwa wale watoto ambao unaishi nao kwenye ile ndoa, kumbe siwa yule mume wako. Jamani wanawake, ni sawa ama si sawa? Na vile vile pia nauliza wanaume, endapo ingekuwa wewe ndio huyu mwanamume, umeishi na mwanamke zaidi ya miaka 10 ama umeishi naye zaidi ya miaka 5, alafu mmezaa na yeye watoto wawili, ima ni wawili, ima ni 5, ima ni 4 kama wa huyu, alafu umeamua tu kufanya DNA, alafu gundue ya kwamba watoto wale sio wa kwako. Si watoto wako wa damu. They are not your biological children. They are not your biological kids. What will you do? Utafanya nini ukijua ya kwamba unaishi ama umeishi na watoto kwa miaka 9 ndani ya ndoa na watoto wale sio wako? Wanaume na wanawake, zungumzeni na mimi. Ni kisa cha kusikitisha, ni kisa cha huzuni. Kwa hivyo tuzungumze chini ya hii video, maoni yako moja kwa moja tuweze kuambizana. Lakini pia makiwa kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa kumpoteza mpendo wao katika hali hiyo tatanishi ambayo kifo chake kimepelekewa na kujua kwa DNA ya watoto wake wanne alioishi nao kwa miaka 9 katika ndoa na mke wake. Asante sana mtazamaji kwa kutazama, hadi siku nyingine, na kutakia utazamaji mwema wa YouTube channel yangu. Tatuonyesha Mungu.